Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix Douglas Mangosongo kutoka kwenye maskani wa milioni ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 23 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Niko hapa kufanya marejeo ya michoro kutokana na unabii ambao Mungu wa Yesu alitoa ilikuwa tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na unabii huo wakati unatoka ulikuwa unafanya marejeo kwa unabii mwingine ambao ulikuwa umetoka tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ndio unabii wa tarehe 27 mwezi wa 6 2026. Mungu wa Yesu alikuwa anaelezea kwamba katika ulimwengu huu kuelekea siku hizi za mwisho kuna ishara kuu itaonekana angani, kwa maana Mungu wa Yesu atatuma malaika zake 7 kwa ajili ya kufanya uchunguzi duniani. Na katika unabii wa tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026 Mungu wa Yesu alisema kwamba kicho kitaonekana kama mfano wa kifaa ambao wanasayansi wataeleza kama kifaa, na wale malaika watatengeneza mfano wa duara lenye nuru na watakuwa wanaizunguka dunia na wataizunguka dunia mara 7 katika mikono yake. Na hii ukitaka unabii huu unafanya marejeo kupitia mtandao wetu wa TikTok wa Felix Mangosongo na mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mangosongo, tulipandisha unabii huu katika michoro ya kinabii. Lakini niko hapa sasa kufanya marejeo kwamba unabii ule wa tarehe 27 mwezi wa 6 2026 haimaanishi na ile mitazamo ya wanasayansi ambao umesikia tayari inaendelea kwamba wanajaribu kutengeneza mpango wa unyakuo feki. Hiyo simaanishi jambo hilo, na ule unabii utabaki salama na utaona ishara hii ikitokea. Lakini leo hapa nataka kufanya marejeo unabii ambao ulitoka tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2026. Mungu wa Yesu alieleza kabisa kama ishara hii itakapotokea ulimwenguni, Mungu ataanzisha kipindi kipya cha injili duniani kinaitwa the new era of evangelism, kwa maana kipindi kipya cha injili duniani kitakachokwenda na mageuzi makubwa duniani. Na Mungu wa Yesu alionya wahubiri mbalimbali duniani ambao walipotosha injili duniani, waliacha kazi ya Mungu wakaingia kwenye mfumo mwingine. Mungu wa Yesu alitumia unabii ule kuwaonya, na moja kati ya wahubiri ambao Mungu wa Yesu alimtaja moja kwa moja kwenye unabii ule, alimtaja Ben, kwamba alikuwa amepewa vipawa kwa ajili ya kuvuta watu waweze kurudi kwa Yesu. Lakini baada ya hapo Mungu wa Yesu akaeleza kwamba hivyo vipawa akatumia tofauti na yale malengo ambayo Mungu Yesu alikuwa ameeleza. Kwa hiyo Mungu wa Yesu alitoa anwani ile na alieleza kabisa kwamba Ben amemaliza maisha yake ulimwenguni, na huo unabii wakati unaeleza tukio hili la Ben ulikuwa ni marejeo unabii mwingine ambao unabii wa Ben ulitoka mwezi wa 2 mwaka 2026 kwamba atafariki dunia kwa sababu muda wake umekwisha. Lakini Mungu wa Yesu alieleza pamoja na ubiri mbalimbali ambao Mungu wa Yesu ataondoa jukwani kama hawatatubu dhambi. Lakini katika unabii Mungu mkuu Yesu alitoa nafasi kwamba yote atakayetubu dhambi Mungu wa Yesu atamsamehe. Na mmeona sasa hivi katika wiki hii, kwa maana hii wiki ya wastani ya mwisho ya mwezi wa 8, mmeona kabisa Ben ametoka hadharani na ameomba msamaha kutokana na baadhi ya makosa ambaye alikuwa ameyafanya. Kwa hiyo inafanya marejeo haya kwamba Mungu mkuu Yesu akisema jambo lazima Mungu atathibitisha mchoro. Sasa huyu ni moja kati ya wahubiri mashuhuri wa dunia. Leo ameona michoro yote inakubaliana kutokana na unabii ambao tulipandisha kupitia mtandao wetu wa TikTok wa Felix Mangosongo na ule wa YouTube wa Felix Mangosongo. Ukiona mhubiri kama huyu anashuka na anakubali kwamba kuna jambo hilo limetokea, basi ujue kabisa kwamba huyu ni Mungu mkuu Yesu anaweza kuyamulika mambo kabla hayajatokea. Na hapa nitumie nafasi hii wahubiri wanaoitwa wakubwa wahubiri ambao ni mashuhuri watubu dhambi wageuke, kwa sababu Mungu mkuu Yesu amekasirika kwa sababu mmeacha kazi ya Mungu, mmeingia kwenye mambo ambayo hayatokani na injili, kwa sababu kiasi ambacho maadili kwenye injili leo yameharibika kabisa. Watu wameondoka kwenye mtiririko wa toba na msamaha wa dhambi, wameingia kwenye mapambano hiyo, wameingia kwenye mapambano ya kisiasa. Mungu mkuu Yesu amekasirika. Ndio maana anatumia nafasi hii kwa Ben, yeye ametubu dhambi na bila shaka katika ule nabii Mungu alisema yeyote atakayetubu dhambi lazima atamsamehe katika mchoro wa kinabii. Kwa haya maelezo tanguanisha na ule unabii, na tuweka pia na tukio lile ambao Ben ameomba msamaha katika mchoro wa kinabii, basi ili watu wote waweze kujifunza ujue kwa sababu Mungu mshuhuri Yesu akisema jambo lazima atathibitisha mchoro wa kinabii. Tubu dhambi mahali kokote, na unaweza kufuatilia ujumbe wa neno Kristo kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mangosongo. Tumeachilia jumbe mbalimbali na jumbe zetu zinatoka kutoka kwa mtindo wa series. Fuatilia series ya kwanza mpaka ya mwisho katika kila ujumbe, na jumbe hizi ni za kinabii. Usitumie akili yako cosmo, usitumie akili yako theolojia, unapaswa kumuuliza ya Mwokozi. Lakini pia tuna mtandao wetu wa
TikTok wa Felix Musubisi tunautumia maalum kwa ajili ya kupandisha nabii mbalimbali, na mpaka sasa nabii zaidi ya 200 zimetimizwa, na pia kuna mtandao wetu wa Facebook wa Felix Musubisi na pia tunautumia kwa ajili ya kupandisha nabii mbalimbali, na pia kuna mtandao wetu wa Instagram wa Felix Musubisi na tunatumia katika kazi hiyo mashuhuri, kwa maana ya kupandisha nabii mbalimbali na matukio mbalimbali katika mjumbe wa nabii. Kwa hiyo dhambi geuka, mtu yote ambaye alikuwa kwenye mataifa mbalimbali duniani unaweza kuwasiliana nasi moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa WhatsApp kwa maana ya 0716270137 na ile namba nyingine ya 0783520700 ili uweze kupata michoro hii ya kinabii. Watu wote wale kwa ukanda wa kaskazini katika mji wa Arusha tunawalika kwenye maskani wenye ujumbe saa mambo mashuhuri Yesu anafanya michoro ya kinabii kuelekea siku za mwisho. Kwa hiyo unaweza kumfuata kuja na kuweza kupata michoro mbalimbali katika anwani hizi kuelekea moja siku mwisho. Na wale wote wenye matatizo kwa ajili ya maombezi na kila namna, basi wote mnaalikwa moja kwa moja kwenye siku zetu za ibada ambazo bila shaka utazipata katika anwani hizi mashuhuri ambazo kupitia mitandao yetu hii ya kijamii katika anwani mashuhuri. Tuombe dhambi geuka, Mungu mashuhuri Yesu anarudi moja hapo siku hizi. Sauti ile neno wa Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova katutoa katika mambo makuja. Amina. Bwana wabariki. Leo tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 kutoka kwenye maskani umeinua ujumbe sana kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa ya dunia. Nilieleza unabii wa tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwamba kuna kifaa cha kiroho kitaonekana katika anga ya dunia. Na kifaa hicho wanasayansi watakiita ni kifaa, lakini niliwaambia ni nuru fulani itakayokuwa inaonekana. Hawa ni malaika 7 watakaotengeneza uwepo wa yao Mwokozi Mungu mashuhuri, ambaye yeye atakuwa katikati ya muonekano huo ili aichunguze dunia kuelekea moja siku za mwisho, ili hasira ya Mungu ile ambayo ilitabiriwa iweze kuanza kufanya kazi haraka sana. Na mwanga mashuhuri Yesu akaniambia iweke vizuri, iwekae sawa katika unabii mwingine umeendeleza katika lugha hizo za kinabii. Wakati tukio hili litatokea, itaizunguka, niliwaambia hicho kifaa kitaizunguka dunia mara 7 ili kuchunguza michoro yote na kubaliana, ili mwanga mashuhuri Yesu achunguze kiwango cha dhambi cha dunia ili aweze kuhukumu kizazi hiki kuelekea siku hizo za mwisho kabla ya kuja kwake kwa ajili ya kanisa. Mwamba mkuu Yesu akaniambia iweke hii ikae vizuri. Wakati uchunguzi huu unafanyika, mwamba mashuhuri Yesu nilimsikia katika ono lake akaniambia new era. Kwa lugha ya Kiswahili ni kipindi kipya au zama mpya ambayo haina budi itaanza rasmi duniani. Na hii ni zama za injili ya kweli yenye uvuvio. Injili ya kweli yenye mageuzi. Injili ya kweli yenye makemeo. Injili ya kweli itakayoeleza mambo kwa matukio ya kinabii, itakayowageuza watu duniani na kurudi kwa Yesu. Itateka usikivu wa vyombo vya habari, itateka usikivu wa mitandao mbalimbali duniani ambao mwanga mashuhuri Yesu ataanzisha. Jambo hili litaenda sambamba na ujumbe wa 8 wa kanisa kuinuka kwa kasi kuu zaidi duniani. Utakaoshangaza wafalme, utawashangaza wawekezaji mbalimbali, utawashangaza watu mashuhuri wa dunia, itawashangaza watu mbalimbali kwenye ulimwengu huu kuelekea siku hizo za mwisho kabla kuja kwa mambo mashuhuri Yesu. Na injili hii itaenda sambamba na matukio makubwa ya ishara mbalimbali na matukio mbalimbali ya kibiblia, yakienda sambamba matukio ya kibiolojia, matukio mbalimbali ya kimaumbile mbalimbali, kwa maana yale matukio ya asili yakiwemo pamoja na matetemeko na hali mbalimbali za dunia kuwa zisizokuwa za kawaida ambazo zitaikumba dunia kuelekea moja ya siku za mwisho, wakati injili hiyo itakuwa inainuka ulimwenguni. Lakini wakati haya yakitokea, yatatokea mambo yafuatayo. Injili yoyote duniani ya uongo itafilisika. Wahubiri wote wanahubiri udanganyifu. Kusikia unabii huu kuanzia hivi leo, kufilisika, kuharibika na kubomoka, na wengine mtafariki dunia. Yesu atawaondoa duniani. Mwamba akaniambia, na hapa anafanya marejeo ya kinabii. Nilisikia baadhi ya wahubiri mashuhuri Mwamba akiwataja. Mmoja wapo nilimsikia Bwana akiniambia Ben Hill. Akaniambia ni mhubiri wangu.
Nilimpa mamlaka kwa ili atumie miujiza na ishara ya kushangaza, ili watu wawavute waje kwangu watubu dhambi. Akaniambia ameiacha kazi, anatumia nafasi niliyompa, vipawa na miujiza niliyompa, kutengeneza mazingira tofauti na mambo ya kutubu dhambi. Mungu mashuhuri Yesu akaniambia wahubiri kama hawa watapata hasara. Na hapa anapoona katika ufunuo yao Mwokozi, nasikia nchi ya Marekani, vyombo mbalimbali vya Marekani vinatangaza msiba wa Ben Hinn kwamba amefariki dunia. Na huyu utakuwa ni mfano tu, lakini itaenda sambamba na wahubiri wengine mashuhuri ambao wameiacha kazi ya Mungu, wameingia kwenye mambo ambayo hayatokani na makemeo ya dhambi na toba na msamaha, ili watu watubu dhambi warudi kwa Yesu. Bwana asema hivi, jambo hili litatokea ulimwenguni. Ninawaonya wahubiri, mitume na manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu, geukeni haraka, hali mbaya inakuja duniani. Hali mbaya ambayo Yesu atafanya uchunguzi huo, atachunguza kuanzia madhabahuni, atachunguza na kuangalia nini kiwango cha dhambi kilichopo, na hakika atawalipa sawasawa na matendo yenu. Mwamba mkuu Yesu ananiambia niweke anwani hii mashuhuri leo, tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, kama unabii wa mwendelezo na kama unabii wa marejeo katika michoro ya mfalme mashuhuri Yesu, ufunuzi wa mambo yote. Ninaona wahubiri wa injili wengine wanafariki dunia, ninaona wengine wanalia yatakayoendelea, wengine naona wanajuta kwa nini ilitokea. Hasema yao Mwokozi Mungu ufunuo, Mungu wa zama zote, na anatoa dirisha au mlango, yoyote atakayotubu dhambi mwamba wa shuhuri atasamehe. Amina, bariki sana. Sadly, and I wish I can go back and fix it, but sadly, there were some prophecies I gave that were not accurate or from the Lord. But who's perfect? And for that, of course, I ask people to forgive me. I'm just human and made mistakes like that. And I'll probably make them again, I suppose, down the road, because I'm not perfect.